Ni yupi mtu sahihi kwako? Mtu sahihi kwako ni yule ambao ukiumia kaumia. Ukikosa anaumia kutokana na kukosa kwako, ila hakuachi kutokana na kukosa kwako. Mtu sahihi ni yule ambao kukosa kwako kunaongeza upendo, kujali, na si kupunguza upendo na kujali. Mtu sahihi kwako ni yule hata kama ukimuumiza kwa bahati mbaya ama kwa makusudi, ukamuingiza kwenye mitihani kwa bahati mbaya ama kwa makusudi, atakuwa ni mwepesi wa kusamehe. Mtu sahihi ni yule ambaye utamuuliza swali, ni kosa gani nikikutendea huwezi kunisamehe? Na yeye akakujibu, huna kosa ambalo unaweza kutenda kwangu lisilosameheka. Kama Mungu tusiyemuona tunamkosea na anatusamehe, vipi sisi tunayeonana? Mtu sahihi ni yule ambaye anapotenda kosa hujutia kwa muda ambao si mrefu lile kosa alilofanya, awe kalifanya kwa makusudi ama kwa bahati mbaya. Mtu sahihi ni yule mwepesi wa kushuka pale anapogundua kwamba hapa kuna shida. Mtu sahihi ni yule mwepesi wa kukuelewa. Huyo ni mtu sahihi. Mtu sahihi ana sifa nyingi sana za upendo, unyenyekevu, huruma, utu. Bashasha yake huwa sio ya kuigiza. Ukiona tabasamu, wewe mwenyewe hata ulikuwa na maumivu kwenye mihangaiko yako, maumivu yote yanakwenda. Mtu sahihi kwako ni yule mtu ambaye ana uwezo wa kukuhamishia maumivu kwa haraka na kukurudishia faraja kwa maneno tu. Mtu sahihi ni yule ambaye anayeweza kukufanya ukasahau shida zote za dunia pindi uwapo naye. Mtu sahihi ni yule asiyekaribisha mtu wa tatu pindi muwapo ninyi wawili sehemu ya faragha. Sio upo na yeye mara kashika simu, mara yuko bize, anamuingiza mtu wa tatu kati yenu. Mtu sahihi kipindi mnaongea mambo yenu, focus yake, mawazo yake, akili yake, macho yake yapo kwako na si sehemu nyingine. Mtu sahihi ni yule ambaye utamwambia amekosea na kugundua kosa lake kisha kuomba msamaha. Sasa tuachane na hiyo, twende kwenye kumpata mtu sahihi.